Wakazi wa Yerusalemu, Wayahudi hao, Mungu aliwapa nuru, na alitaka kwa nuru hiyo ulimwengu mzima umjue Mungu wa kweli. Lakini mambo mawili yalikosekana kwao. La kwanza, hawakuishi ile nuru waliopewa, lakini la pili, hawakuipeleka kwa watu wengine. Na kwa hiyo most of the time maisha yao yakawa sisi Wayahudi, taifa lililochaguliwa na Mungu. Hawakufanya jitihada yoyote wala kuyabadilisha maisha yao kumwelekea Mungu. Na kwa sababu hiyo watoto walipozaliwa, badala ya kuonyeshwa Mungu wa Zayuni, wakaonyeshwa fahari ya Zayuni. Watoto walipozaliwa, badala ya kuonyeshwa kwamba utajiri walionao ni kwa sababu ya Bwana, wakaonyeshwa tu utajiri ambao familia zimeupata. Na kwa hiyo Mungu hakuwa sehemu tena katika maisha ya watu wa Zayuni. Watu wa Yerusalemu waliamini Zayuni ni ya milele, wakaamini Zayuni haitaanguka, wakaamini kwamba maadui hawaiwezi Zayuni kwa sababu Mungu wa Zayuni yuko pamoja na wao. Wakaamini kwamba Mungu anaipenda sana Zayuni, na kwa hiyo hawezi kufanya chochote kibaya kwa Zayuni. Ilifikia hatua furaha yao ikawa ni utukufu wa Zayuni kuliko Mungu wa Zayuni. They enjoyed the gifts than the giver of the gifts. Wakafurahia tu zawadi za Bwana, wakimweka pembeni mtoa zawadi. Na kwa hiyo Yerusalemu kabaki ni mji wenye kiburi cha mafanikio. Wachache sana, kina Danieli, kina Meshak, Abednego, wale kwa kitu kina Azalia, watu wachache sana ndio walikuwa wamebaki Zayuni wakimwabudu Mungu wa kweli. Ndipo nikaogopa sana kwamba ninaweza nikabaki Zayuni pasipo Mungu wa Zayuni. We can remain in the church without God of the church.